believe that you are well. I greet you wherever you are. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Act and Live TV. It's my hope that you are good. I'm also well. I thank God. For those who have been my fans, God bless you so much for following me and for your support. If it is your first time to be here, kindly feel at the right place. I will subscribe to this channel, be notified when I post new videos, and I'm sure you'll be blessed. Today I want to speak about some factors that people tend to forget. Mambo ambayo watu usahau wakati ambapo wana plan kuwed, kuolewa. Ni mambo yepi, kwa sababu when it comes to marriage, kila mtu anafikiria like kila anaenda kupata pale mbele itakuwa namna gani. People are overjoyed with the expectations, but I want to tell you many times these expectations are not met. Unapata si vile ulikuwa una expect, mambo turn out kukua vingine. Unapata ndoa imekuwa like it's very bitter. You expected it to be sweet, but it has turned to be another thing. How many times have we experienced these things? Wengine wako kwa ndoa ndio, lakini ni chungu zaidi. You regret why you entered. Wengine wanataka kuingia, but kwa sababu ya yale wanaona yakiendelea katika ndoa hawataki tena. This video is for all of us. So those factors, factor number 1, in-laws. Wakati ambapo unataka kuolewa ama kuoa, do you sit down with your fiancé kuzungumzia things to do in-laws? Msichana, wewe unatamani kijana akuwe ni wako, ndio atakuwa ni wako, your husband, atukatai, lakini kumbuka amezaliwa, akona wazazi, akona mama, akona baba. Kwa wale ambao wako hai, akona sisters, akona brothers. Wale watu, how are you going to deal with them? You as a guy, huyu msichana hajatoka from nowhere, akona wazazi, akona mother, father, sisters, brothers. How are you going to deal with them? How are you going to support those people in case anything happens? How do you deal with the in-laws? Wengine wamefika to an extent that msichana akitaka kusaidia mama yake anafanya kama bwana ajui. Bwana akitaka kusaidia mama yake na ni mama yake mzazi, anafanya kama wife ajui. This is not how things should be. Sit down, plan about the issue to do with the in-laws. Maana hawa watu wako ni wao wametuzaa, so how are we going to deal with them? Sister-in-law anakuja pale anakosesha bwanake amani, msichana amani, kwa sababu anasema si mbegu yao, si yule walitaka, si wewe ulikuwa unamuoa, it's your brother. So unapata these issues zimeleta shida, mpaka wengine wamehave kuondoka wakaenda kujenga kwingine. Kindly deal, speak about the in-laws before you enter marriage. And if you are there, you can as well speak about it, and then you solve issues and plan mtakuwa mna pop in aje when it comes to in-laws. Number 2, barrenness. Hakuna mwenye ana expect wife yake akue barren ama bwanake akue impotent. Hakuna, but these things are happening. They are happening. Unapata like haijatendeka hivyo. Ndio tulikuwa tumeplan kupata watoto but haijakuwa hivyo. Sit down and discuss these things because they are there. If tutakaa miaka 5 hatujapata mtoto, tutafanya aje? Will I divorce my wife? Will I divorce my husband? Sit down and discuss. Number 3, child gender. Ndio tumeoana, tuna expect watoto. What if tupate watoto wa gender moja? Tupate vijana peke yake, tupate vijana 5. Wengine wameenda to depth wakitafuta, like kama umepata watoto 5 and all of them are the same gender, unatafuta mpaka umebebesha wife mpaka afikishe 10 uone kama utapata kama msichana. It's not the will of a woman to get those children ambao ni gender moja. In fact, women don't give that sex. It is a man who gives the sex gender. It's good, we understand that. So wakati ambapo mumepata same gender, how are you going to deal with it? Utafukuza bwanako? Utafukuza bibi yako because of that issue? So sit down and discuss. In case we get one gender, how are we going to be satisfied with our children? Ama mtasema ni abomination? Factor number 4, people tend to forget child naming. Child naming is not an issue of mothers. Kumbuka si yeye amezaa huyo mtoto peke yake. The child belongs to both of us. So atukae chini tuzungumzane before. In case Mungu atupe kijana tutamuita hivi. God akitupea msichana tutamuita hivi. Si wakati ambapo mama amezaa na ako pale hospitalini ndio mnaanza kupigiana masimu. Tumuita nani ama umemuita nani? Unapata inaleta shida.
Sikutaka kumuita hivyo, mbona ukamuita hivyo, mbona hujamuita, vitu kama hizo. Discuss them before wedding. Haitaleta shida if already you've set everything in place. Number 5, evil patterns. Kila familia iko na evil pattern yake. You kama msichana, kaa chini ujue, ndio huyu kijana anataka kuolewa kwao kuko namna gani. Inaweza kuwa evil pattern yao ni wakiolewa wasichana wanarudi, ama wakiolewa wasichana mtoto wa kwanza anakufa. Inaweza kuwa evil pattern ya kwao ni umaskini. Inaweza kuwa evil pattern ya kwao ni rejection. Inaweza kuwa ni witchcraft. Inaweza kuwa ni kudharauliwa, vitu kama hizo. Make sure you understand evil pattern ya pali unaenda, na wewe kwenye unatoa bibi, understand evil pattern ya kwao ni gani, then start fighting them, because if you start fighting them the early the better. Lakini si eti unaleta mtu then ndio sasa mnaanza kupambana. Jua mapepo yenye utaenda kupambana nayo, ndio umepigana na ya kwenu, jua kuna ingine sasa you will be dealing with many demons, because kila familia iko na hivyo pattern yake. Lakini si kufika pale ndio unaanza kusema kumbe kwenyu watu ni wachawi, kumbe kwenyu watu. Know these things earlier. That is the importance of that time of courtship. Haya ndio mambo mnastahili kuwa mnayaongea. Number 6, finances. Hii imeleta shida sana. Msichana anasema akienda pale, pesa yangu ni yangu. Men should provide. Liwe liwalo, hataki kujua bwanake ako na pesa ama hana, mradi a provide. So speak about the issue to do with finance. Maana ukifika kwa ndoa si pesa yako. Ukifika pale, the Bible says 2 + 2 will become 1. So inamaanisha ni pesa yenyu nyinyi wote. Plan in case pesa ya huyu iende chini, afutwe kazi, in case akose tu hii job, in case akuwe kilema, because nobody knows about tomorrow. Plan about these things. Pesa ni zetu, pesa si yako. So plan early. How are we going to deal to help our people? Kumbuka kuna in-laws, kama vile tulianza kusema point 1, mtawasaidia aje with your finances? Ama yako ni ya kutuma kwenu, ya mzee ndio ya kusupport kwa nyumba? No. Ensure that you plan these things earlier, isiwaletee shida. So number 7, we have friends. Marafiki wamevunja ndoa sana sana sana. Unaona ndoa, msichana amevunjiwa ndoa na msichana rafiki yake, kijana amevunjiwa ndoa na kijana rafiki yake. Ensure you put limits when it comes to friends. Ndio, ensure mke wako anajua marafiki wako, na wewe mzee ensure that umejua marafiki, wife yako amejua marafiki wako, na I mean vice versa, so that in case of anything you put a limits. You put limits, ndio usione ya kwamba your friend amekuharibia ndoa yako. Number 8, IQ ama intelligence. Hakuna mtu anatamani mtoto wake akiwa mjinga, lakini tumeona watu wengi wana blame the mothers. Mtoto akianza kuperform poorly, unaweza kusema work, akili yako tu ni kama ya mama yako. Ukioa the wife, huko unajua akili yake. Ensure that kama unataka watoto IQ yao iko juu, hata umeangalia ukajua wife yako ako namna gani, angalia ujue, because when it comes to a man as well, angalia bwanako ako namna gani, alikuwa na perform aje shule, juu kile kiko ndani yako atakuletea pia watoto wako namna hiyo. So unaweza pata wengine wako clever, wengine sijui wako they don't perform anything in school, they don't get anything. Don't blame the children. Jiangalieni nyinyi wenyewe. So it's another factor which is very much forgotten. In school, and I was doing psychology, my teacher alikuwa anatupea story na anatuambia kuna msichana after when he took them through that psychology class pertaining marriage and all that about IQ, kuna msichana alimwambia, if I knew I could not have married the man that I have today. Animuliza kwa nini, akamwambia the children are very like they are dull, they don't get anything. So akifuatilia akajua bwana ndiye alikuwa namna hiyo. So before you blame your partner, jiangalie mwenyewe, angalia your wife, angalia your husband. So number 9, past sins. Ni kitu ingine imechangia sana katika familia kuenenda vingine otherwise, apart from how you expected your families to be. So unapata, sisemi ya kwamba ni dhambi zote zenye ulitenda utaconfess kwa bwanako ama utaconfess kwa your fiancé, but there are things that you cannot overlook. For example, wewe kijana ulipata msichana na mkazaa naye, uko na watoto nje. It's good you tell your wife to be
Msichana, kuna mambo uliyafanya pale, ukaolewa, ukazaa watoto na ukaacha kwenu. Make sure your husband to be anajua uko na watoto. Kuna watoto maybe ulikuwa na wao na wakakufa. Make sure pia anajua. Inaweza kuwa ni kitu ilimtendekea. Maybe alienda hospitali. One of you akakuwa na ajali. And then akiwa na ajali, I mean, akapata some amefungwa, maybe mwili uko na vyuma and all that, imefichwa na manguo. Ensure you tell your partner, kwa sababu haikukuwa mapenzi yako. Kama atakuoa ukiwa hivyo, the better, but asikuje kujua kama mko kwa ndoa. Inaweza kuwa ni kitu ili happen like ukajipata you are sick like HIV positive and all that, you have cancer. Ensure your partner knows, asikuje kujua mkiwa kwa ndoa. Please, these are very sensitive. Ensure you mention them to your partner. Kuna zingine you cannot overlook, as I said. Number 10, which happens to be my last point here, prayer. You want, prayer is the key. It covers them all. Umekutana na mwanamume pale, umependa vile ako mtall, umependa vile ako na mandevu, umependa vile anatembea, umependa vile ako na mado, umependa kila kitu chake. But then have you asked yourself, is that man the God-given husband to you? Wewe umekutana pale na mwanamke, akona figa vizuri, akona dimples, akona sura mzuri, akona name them what you look kwa wasichana. But then have you asked yourself, is this woman the God-given to me? Is she the one who's meant to be my life partner? Because if you don't seek God pertaining that, na ikuwe enyewe hakukuwa your life partner, inakuwa shida. Ndio maana unaona watu wanafika pahali wanaanza kuulizana maswali. What devil did I marry? Where did I enter to? Where did I go wrong? You went wrong because uliangalia mtu physically. You did not seek God pertaining that person. See watu wote, it's not every woman is your right match. It's not every man is your right match. If they are not compatible with you, lazima utakuja kupata shida baadaye. But when people are being told about seeking God, wanaona ni mzaha watu wanafanya. Unasema watu wanakuonea wivu. Tunakuonea wivu, tupeleke wapi wa partner? Tumpeleke wapi? It's only that we want to help. We want to be helped and we want to help. So please involve God in prayer. Consult God to know whether it is the will of God for you to marry that person, whether it is the will of God for you to marry that wife, for you to marry that sister, it's the will of God for you to marry that brother. Involve another person like a pastor. You pray together, or a person you trust. Pray together. And I'm sure God is going to remember you. So thank you so much for being here till the end of this video. May God bless you so much. Continue following me for more. And as I've said, when you subscribe, ensure you put that button on so that you'll be notified when I post new videos. I'm not just here to waste your time, but to help you as you help me by the grace of God. Share this video as much as you can so that people are not going to regret. For we don't want people to regret. We don't want people to leave their marriages. We don't want people to start asking God questions as if it's God who told you to marry that person, as if it's God who told you to marry that woman or to marry that wife. Seek God before you enter there. So consider those 10 points, 10 factors that are forgotten, so that you're not going to regret, so that your expectations are not going to be cut short. Thank you so much, and I love you so much. I pray for you. May God do you well. Shalom.